Jambo la kwanza, mimi sio mlokole. Mimi nimeokoka. Okay. Na ulokole inabeba tafsiri ya ushamba fulani, uduni. Unaelewa? Ndio. Mtu fulani hivi ambaye ukimwangalia utamani kuwa kama yeye, unamhurumia. Kuna waimbaji wengine wa muziki wako wanakuona kama sio mwenzao kutokana na aina ya muziki ambao unaofanya. Yeah. By the even my style of music. Wao utahisi wana ugomvi na wewe. Watu hawakuchukii. Unajua watu tunaoimbia muziki hawakutanagi mahali pamoja kuamua kwamba kuanzia leo tusimsikilize Joel. Hilo tu utakuta majority hawakusikiliza. Tuambie tu hapa tunaongeaga kila kitu. Sio kweli kwamba hatuwezi kushirikiana na watu ambao hawajaokoka, ama ukitaja watu wana miskoto wanaibeba. Na ndio maana sikusema neno Diamond. Nilimtaja Nasibu, nilisema mkurugenzi wa redio is one of the people. Tutarajie siku moja Joel Lwaga atakuwa mchungaji labda. Uchungaji una mambo mengi sana. Dazen Selection. Karibu kwenye episode nyingine ya Dazen Selection. It is a beautiful day. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Lakini cha muhimu ni nakushukuru kwa kuendelea kushare hizi interviews. Mnatufanya sisi tuchukue muda wetu na kuendelea kufanya vitu vizuri zaidi. So leo niko na jamaa ambaye anafanya mziki wa gospel. Kwa hiyo leo upako utatawala humu ndani. So kila kitu kitakuwa kinaenda kwa namna ambavyo kinatakiwa kuwa. Na ni jamaa ambaye amefanya mziki kwa muda mrefu kidogo. Amejaribu kubadilisha ile dhana ambayo ilikuwa kwa watu wengi kwamba mziki wa gospel unasikilizwa na watu wa aina fulani, especially ukiwa umeokoka. Umenielewa? Lakini huyu jamaa yeye anafanya mziki wa gospel kufikisha ujumbe kwa yoyote ule ambaye anataka kuusikia bila kujali imani yake ya dini, right? Shalom my brother. Shalom bro. Hivi shalom maana yake nini? Maana yake amani iwe kwako. Kuna ukisema shalom iwe na kwako pia. Yeah. Leo tutabaki kama tulivyo. Kabisa. By the way, hiyo ilikuwa ni single yangu ambayo mziki wako wa gospel ambao nimeufurahia sana. Nashukuru sana. Ilitoka mwaka gani ile? 2017 I think mwanzoni pale. So ile ilikuwa ndo single yako ya kwanza? Ilikuwa ni ya pili kwa maana ya official kurelease. Nilianza ya kwanza 2016 inaitwa Unaweza. And then baada hapo 2017 mwanzoni hapo ndo nikapata Stabaki Nilivyo. Ilikuwa ya pili hiyo. Lakini hiyo ndo ambayo ikamfanya kila mtu akawa anamfahamu Joel Lwaga. Karibu sana kwenye Dazen Selection my brother. Asante sana. Hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante sana. Na wewe sio mtu wa kufanya sana interviews, na pia sio mtu ambaye unaweza ukampigia simu ukampata yuko Dar es Salaam, kwa sababu show ni nyingi sana mikoani, nje ya mipaka. Hauna kosea nikisema hivyo. Unakosa hii, namshukuru Mungu kwa kweli bro. Hizo ni neema za Mungu, kwa hiyo nashukuru kweli. Very true. Zipi zinalipa sana za bongo nje ya mipaka? Zote tu, japo unajua wakilizaji wetu wa nje wanakuwa wana appreciate zaidi kwa sababu hawapati nafasi ya kutuona kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata wanachokifanya kwetu kinakuwa ni wanafanya appreciation zaidi kwa sababu tu ile scarcity. Ni nafikiri hata kwa mtu mwingine kama unatoka nje ya nchi itakuwa zaidi, wakati mwingine unaenda nchi zenye uchumi mkubwa zaidi, kwa hiyo inakuwa tu zaidi obvious. Mimi ukianza kuniuliza story ya Joel Lwaga, nitaanzia kwenye single yake ya Sitabaki Kama Nilivyo. Lakini kuna watu wangependa kumfahamu Joel Lwaga. Joel ametokea wapi? Alianzaje mziki wa gospel? Na mpaka leo tunapiga naye story kwenye Dazen Selection. Mziki, unajua watu wengi wakiulizwa umeanza kuimba lini wanasema tangu mtoto. Kila mtu ni tangu utoto. But mimi kweli nimeanza nikiwa mdogo, kwa maana ya kwamba nimeanzia kanisani. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya kitumishi, wazazi wangu ni wachungaji, na nimeanza watu wawili kabisa, baba na mama, kwa vipindi tofauti. Kwa hiyo nimekuwa kanisani, nimefanya mziki kanisani, nimejifunza kupiga mziki kanisani, kuimba kwenye kwaya mbalimbali, na kutokea hapo nika grow mpaka baadaye unaenda shule, unamaliza shule unaingia kwenye vikundi mbalimbali vya kuimba. Sababu viko hapa mjini, unajiunga hiki. Hatimaye safari inakwenda mpaka namaliza chuo kikuu. Nilipomaliza chuo kikuu sasa 2016 actually ndo nikaingia sasa rasmi kuanza kurelease nyimbo za kwangu kama mimi, kama Joel Lwaga, ambako ndo nikaanza na Unaweza. Baadaye nikaja kufanya Stabaki Nilivyo. Before hujamaliza chuo, kulikuwa na ugumu wote kutoka labda kwa wazazi kwamba maliza kwanza ndo ufanye vitu vyako? Kweli kabisa, wazazi walikuwa wanasisitiza sana kumaliza kwanza shule, na nakumbuka nilivyomaliza chuo nilimwambia mamangu, wakati unanipeleka shule darasa la kwanza,
uliniambia soma mwanangu mpaka ufike chuo kikuu. Sasa chuo kikuu ndio hiki nishafika. Kwa mimi na wewe tumemalizana. Sasa nakimbiza ndoto zangu. Of course haikuwa rahisi kwa wazazi, especially baba, lakini baada ya muda walikuja kuelewa ninachokifanya baadaye, ndio kuona kwamba okay, kuna njia ambayo mimi tayari nimeshaichagua. Kwa before that ilikuwa ngumu kiukweli kuunganisha masomo pamoja na muziki. Hivi umeshakutana na hii historia kwamba watoto wengi ambao ni watoto wa wachungaji wanakuwa watukutu sana yani. Lakini kwako imekuwa ni different story. Kwa nini? No, of course kwenye ukuaji of course mimi nilisumbua, sio Mungu. Kwenye ukuaji unakuwa tundu na nini, na mimi ni wale watoto ambao walikuwa wachangamfu, wako naweza kudea vitu, nataka niko curious, nataka kujua kuhusu vitu. Kwa mimi ni yani mdadisi, mchunguzi. Kwa nilikuwa msumbufu kiukweli. Kwa sababu akili yangu ilikuwa ina run faster sana. Lakini baadaye namshukuru Mungu. Mimi nilikuwa msumbufu kweli. Yani ile to a point kwamba yani paka majirani, walimu na nani wanajua Joeli yani msumbufu, unaelewa? Lakini na hata baadaye wengine nilipokuja kuwasikia kwamba Joeli yule sasa hivi ndo anamtumikia Mungu. Wengine mpaka nilisoma nao level, wengine niliwachukua muda kuamini kwa sababu nilikuwa ni mtoto fulani ambaye lakini namshukuru Mungu baadaye nikatambua purpose yangu, nikakaa na kuifollow. Lakini hiyo ni kweli kabisa kuna kuwa na hiyo challenge. So hiyo purpose unajua kuna watu wanabadilika labda kwa kuokoka, kumpokea Yesu. Wewe kwako ilikuwaje? Of course nilivyomaliza olevo mimi ndo rasmi mimi niliokoka. Kwa maana kuachana tu na ile tu kwamba wazazi ni wachungaji, lakini mimi binafsi kuanza kuwa serious sasa na Mungu baada ya kumaliza form 4. Na niliosoma nao advance wanakumbuka. Nilikuwa very serious wakati huo. Nilikuwa mimi mpaka mwenyekiti wa UKWATA wa mkoa mzima wa Njombe. Nilikuwa leader kabisa wa kiongozi wa vikundi vya dini hivi. Nilikuwa nahubiri, nazunguka kwenye mashule, naimba, nahubiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo from baada ile kabla ya kuingia advance ndiko ambako nilianza kuwa serious. Kwa safari iliendelea mpaka sasa vioni na uko na kumaliza. Ukipita kwenye page yako ya Instagram na ukapita kwenye page za marafiki zetu wengine ambao wameokoka, ziko tofauti kidogo. Kweli. Yani zamani ilikuwa ukimwona mtu anasema ameokoka unategemea amevaa suruali ya kitambaa kama hii, umeona amechomekea shati lake, uwezi kumkuta amevaa jeans, unajua zile amevaa cheni na nini kama wewe jinsi ambavyo unavyoonekana. Hebu tueleweshe kidogo, mlokole ni mtu wa aina gani? Yani ukisema mimi ni mlokole unatakiwa uweje? Jambo la kwanza, mimi sio mlokole. Mimi nimeokoka. Kwa sababu mlokole ni term fulani ambayo ililetwa na watu kwa ajili ya kuwakashifu watu waliookoka. Na ni term ambayo imekuja miaka ya wakati wokovu unaingia kwenye nchi, miaka ya 60-70 hapo. Actually wokovu uliingia zaidi nyuma zaidi kwa historia. Nilivyokaa na wazee wa zamani, miaka mingi, miaka 1930 huko Mbeya kwenye jiji la Nazareti, huko Igare, huko Mbeya, ni miaka mingi. Lakini especially kwenye miaka ya hiyo ambako watu wengi ndio wakaokoka. Kwa mfano mimi babangu ameokoka mwaka 77 kwenye mkutano wa Moses Kulola hapo Temeke. Kwa hiyo wale ilikuwa ni neno la kuwakashifu watu waliookoka, kwa sababu miaka ile ulikuwa ukiokoka unaonekana mjinga, umepotea njia, uelewe unachokifanya. Kwa hiyo term lokole na si term ambayo mimi kwangu ninaikubali na kuipokea. Kwa sababu even the Bible nita quote na mpaka mstari wa Biblia unasema kabisa kwamba Biblia inasema katika Rumi 10:9 kwamba kwa maana ukikiri kwa kinywa na kuamini moyoni mwako ya kuwa Bwana Yesu, ya kwamba Yesu alikufa na kufuka, utaokoka. Haisemi utakuwa mlokole. Inasema utaokoka. Kwa sababu mimi nimeokoka, lakini sio mlokole. Kwa hiyo na ulokole inabeba tafsiri ya ushamba fulani, uduni. Unaelewa? Ndio. Mtu fulani hivi ambaye ukimwangalia utamani kuwa kama yeye, unamuhurumia. Kwa sababu ndivyo ilivyokuwa miaka ile wokovu unaingia. Kwa hiyo ilikwenda lakini neno la Mungu halijabadilika wala ujumbe wako hujabadilika, lakini tunaishi kwenye vizazi tofauti, mambo yanabadilika kwa maana ya tunaishi kwenye ulimwengu, watu wokoke tukaenda mbinguni. Sasa inapofika kwenye wakati kama huu, mimi binafsi siwezi kujichukulia kama mtu duni. Mimi naamini mimi kwa kuwa kiumbe kipya, kuzaliwa mara ya pili, kwa kuokoka, I'm a better person. So siwezi kusema nitakuwa kinyonge, nitavaa kama mtu duni. Mimi ni kijana, so I will dress like kama kijana mwingine. Kwa sababu kinacho reflect kwangu ni matunda yanayozaliwa kutoka ndani yangu. Kilichoko ndani nilichokibeba ndio kikuu kuliko cha huko nje. Kwa hiyo kuhusu kuvaa, nitavaa kama kijana, sitavaa hovyo kwa maana ya kwamba nikaleta tunasema kelele ya nje. Lakini to me, I don't think it's a problem nikivaa jeans, I don't think it's a problem nikivaa miwani, I don't think it's a problem the way nitaonekana kama vijana wengine. The difference is matokeo yanayotoka kwenye maisha yangu, matunda yanayozaliwa kwenye maisha yangu, watu wanaonizunguka wanapata nini kutoka kwangu, na yagusaje maisha ya watu wengine, na affect vipi maisha ya watu wengine. How do I represent God in their lives
issue, ninaweza nikavaa suruali ya kitambaa Dazen, nikavaa lakini I cannot forgive, siwezi kusamehe. Naishi na chuki na watu. Ninaweza nikavaa tai kubwa pana na nikasema mimi ili kuonyesha ni mlokole, lakini deep down I don't love people, which is the greatest message ya Yesu, ya kupenda watu, kuwapenda watu, love. So kuna ile misingi ya kwamba kuhakikisha tunda la Roho linapatikana ndani. Kuna kiasi, kuna uvumilivu, kuna wema, kuna utu wema, kuna kiasi. Vina reflect vipi kwenye maisha yatu? How do I represent God in people's life? Not jinsi gani ninavaa tofauti na wengine, because that is a very minor point. Yeah. Lakini unajua kabisa kwamba mtaani na kwa jinsi wa Tanzania wengi wanatafsiri haiko hivyo. Ninaelewa na nimeishi hiyo kwa muda mrefu. Nimeishi kwa muda mrefu sana. By the way, even my style of music. Hiyo unajua Dazen miaka ile 2017 mimi na Trust tabaki nilivyo. Nilishangaa sana nilipokuwa naanza kufanya interviews. Watu wanasema si tulijua huyu ni Mkenya. Aliimba, naenda kwenye interviews za radio na kubwa kabisa, wanashangaa mtu anasema kwani huyu jamaa aliimba wimbo ni Mtanzania? Kwa sababu gani? Haikuwa style imezoeleka. Ni swala utamaduni tu. Kuna aina fulani ya muziki wa gospel ulizoeleka, wa kucheza sana, wa mdundo fulani. Kwa watu walikuwa wanaamini hiyo ndio gospel. Sasa mimi nikaja kuleta, nikaimba wimbo wa taratibu tu. Maisha haya. Watu wakasema hii style hatujazoea, itakuwa Mkenya huyu. Lakini ni mtu wa Tanzania tu, ni Mnyakyusa wa Tukuyu. Kwa hiyo kitu nilianza kuisikia tangu naanza. Nilishajua calling yangu ni tofauti, the way nimepewa kufanya ni tofauti tangu wakati naanza. Kwa hiyo nimekuwa experience hiyo over the years, na wala nafikiri nimeishi nayo sana. Na unapigwa vita sana, by the way. Of course. Na najua unajua. Na nyingine inatoka mpaka kwa watu ambao wanahubiri neno la Mungu, wanakuzungumzia negative kwa style yako ya muziki ambao unaufanya. Na pia kuna waimbaji wengine wa muziki wako wanakuona kama sio mwenzao kutokana na aina ya muziki ambao unaufanya. Kweli, kuhusiana na watumishi wa Mungu, kwanza niseme kitu moja kwa unyenyekevu kabisa. Kwanza nimekuwa nikipokea hayo kutoka kwa watumishi mbalimbali, na honestly nimekuwa nikiyapokea kwa sababu ninaamini viongozi hawa wa kiimani wako pale kwa ajili ya kutuonya, kutuelekeza na kutujulisha yale ambao tunapaswa kama tunatoka kwenye mstari. Na I thank God because of them, na wakati wote nimekuwa receive. Lakini zaidi sana niseme kuna ambao wamewahi kunifuata private. Unaona mtu anakufuata na kuuliza Joel kitu gani kikoje? Unajaribu kumweleza ama unaonywa, kwa sababu mimi pia nina viongozi wangu mimi wa kiroho. Nina mchungaji wangu, mimi na ali nasali kabisa. Na church is called NTM, New Testament Ministries, tuko Boko pale. Nina mchungaji wangu, resident pastor kwa maana Dennis Kiwali. Nina askofu wa makanisa yetu ama Apostle Dani Msoko, na watu wanamfahamu. Nina viongozi wangu wa kiroho ambao wananionya, wanaweza kunizuia kufanya kitu, wanaweza kuniambia hiki hapana, hiki fanya. Kwa hiyo ninapokea wale wanaonifuata private, hata wale wengine wanaotoka hadharani na kusema mengine, bado nimekuwa nikiyapokea kwa muda mrefu tu. Nikirudi ndani na kujichunguza, kuna ambao nikiona kweli hili aliko sawa ninarekebisha. Mengine ninagundua tu mtumishi ameshindwa tu kunielewa, na siwezi kuanza kumjibu na yeye. Kwa hiyo ninaheshimu, kwa sababu watumishi wa Mungu ni watu ambao mimi naamini tunapaswa kuwaheshimu na kuwasikiliza. Kwa hiyo imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Na kuna wengine baada ya muda wanakufuata, wanakuambia bwana nilikumisunderstand lakini nafikiri ulikuwa unamaanisha hivi. Nalipokea. Kuna mwingine unajaribu kumweleza, anakueleza zaidi kwamba iko hivi na hivi. Na wachungaji zaidi ya mmoja, na babangu mmoja yuko Mbeya anaitwa Mzee Tambikeli. Mchungaji Tambikeli TG Forest kwanza, ni mtu anaweza kunipigia simu na kuniambia nakuja Dar sasa hivi, kuna hiki na hiki hakijakaa sawa, hiki kiko sawa. Kwa hiyo nina watu ambao wako wanani counsel na kunionya na kunifundisha. So I take it positive, lakini pia kwa yale ambao nimekuwa misunderstood, wakati mwingine nimeacha, kwa sababu ninajua wakati mwingine muda unaongea, matokeo yana uwezo pia wa kujitetea. Ngoma, I think ni sawa nikisema ngoma au okay, muziki wako wa gospel ambao ume cross borders. Ni single ambao ulisema Diamond Platnumz ndo alikwambia ujaribu kuchange mdundo au ni aje? Naomba unieleweshe kidogo kwenye hiyo. Sawa, let me nitumie nafasi hii pia kuliweka clear, kwa sababu najua mara nyingine hizi headings ama wakati mwingine maelekezo huwa yanakatwa kwenye media hizi tukienda kwenye interview, lakini niliweke tu sawa kwamba tuambie tu hapa tunaongeaga kila kitu. Kimsingi sikusema kwamba Diamond ndo amenishauri au Diamond ndo ameniambia fanya hivi, amenidirect. No, nilichomaanisha ni kwamba mimi ninachokifanya, mimi nafanya muziki wa Injili. Message yangu ni Injili, message yangu ni Kristo, ni Yesu, ni neno la Mungu.
Sasa ninachokifanya, mziki is an art. Mziki kama mziki ni art. Ni art ambayo inajitegemea, ambayo kinachonitofautisha mimi na mwimbaji wa secular ni message. Na sio tu message, ni source ya hiyo message. Source ya message yangu mimi ni message ambayo nimevuviwa na Roho Mtakatifu kwa kupitia neno lake, lakini pia kwa Mungu kunipa kufanya kile kitu, kuwa ordained kufanya kile kitu. Kwa hiyo sasa ninaweza kutoka hapa nikaongea, kwa mfano naweza nikarekodi hapa, nikarekodi tu yale maneno ya sitabaki kama nilivyo nikayaongea. Pengine angekuwa tu ni maneno ya kawaida, lakini imetumika art kuyapanga kwenye verses, kuziweka kwenye chorus, kuweka kwenye music, watu wakapiga mziki wakafanya vile, ikapatikana kitu ambacho kikaenda. Kwa hiyo music ni chombo cha kubeba what I have. Nilicho nacho mimi ni message, lakini ninapaswa kuifikisha kwa kutumia chombo kinaitwa music. Ndio maana hakuna huduma inaitwa mziki. Watu wanafikiri watu wanaojua maandiko wananielewa. Huduma ziko 5 tu, hakuna huduma ya mziki. Kwa hiyo kwenye swala la art haiko kiroho. Art ni kimwili kabisa. Ni kitu tu unatumia akili kabisa. Unaelewa sio? Ndio maana unapokwenda kurekodi, producer wako anaweza akawa hajaokoka kabisa. Wewe unaenda una muziki wako wa Mungu, lakini producer wako hajui. Tunafanya na producer tofauti ambao hawajaokoka. Uwezi kusema hawezi kunirekodi huyu kwa sababu hajaokoka. Au anaweza kaja tu mtu kupiga gitaa, producer wako anaweza kawa ameokoka, lakini akaletwa mtu kupiga gitaa pale, producer akampigia simu, akaja jamaa pale hajui kuhusu wokovu wako, lakini akapiga gitaa. That is possible na inafanyika. Kinachotokea nini? As an art kwa sababu inajitegemea, art inaweza kabisa kwa ukatumia akili yako mwenyewe, lakini pia na watu wakakushauri, ambao inawezekana kwenye eneo la kiroho la utumishi wewe umewazidi, uko ulimwengu mwingine kabisa, lakini kwenye art, ndio maana unapokwenda studio, bidazi unapoanza kurekodi, producer wako ambaye inawezekana hajaokoka anaweza kwambia hapana, hicho kipande badilisha. Unaelewa? Au anakwambia hii ilivyokaa, hii ndio iwe chorus, hii ndio iwe. Mnaelekezana kabisa bana, na unamsikiliza. Na huwezi kumwambia wewe huwezi kuniambia mimi kwa sababu hujaokoka. Unanielewa? Kwa sababu ili ni ulimwengu wa art. So kwenye ulimwengu wa art, mimi ni mtu ambaye ninaweza kufunguka nikasikiliza ushauri when it comes to art. Huyu mtu hawezi kunishauri message ya kuimba. Lakini nilisema watu mbalimbali. Mimi nina marafiki ambao wengine ni watu tu wakubwa kwenye nchi, wengine ni viongozi, wengine ni mbali na kwamba na marafiki wachungaji, watumishi wa Mungu wenzangu, lakini wengine ni ma-CEO tu wa mabenki, wengine ni madaktari tu, wengine ambao wamekuwa wakinisikiliza over time. Wana uwezo wa kuzungumza na mimi, wana uwezo wa kunishauri, wana uwezo akawa na uelewa wa muziki. Lakini Diamond nilimtaja, why nilimtaja? Kwa sababu kwanza I wanted to appreciate him as one of the people ambao wali take effort ya kujaribu kunishauri kwamba it is 1 2 3. Sikutaja wengine kwa sababu pale nilikuwa kwenye kituo chake cha radio, so I just wanted to, na ndio maana sikusema neno Diamond. Nilimtaja Nasibu, nilisema mkurugenzi wa radio, yani is one of the people, na watu wengine wakubwa ambao ninafahamiana nao, ambao milango yangu iko wazi, huwa nazungumza nao as watu kama watu wengine. Wana uwezo kunishauri, wanaweza wakasema Joeli, tunadhani kitu fulani na kitu fulani. So Diamond, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ninamtumikia Mungu, yeye anafanya muziki wake wa secular. Kwenye message hatuwezi kukutana. Hawezi kunishauri mimi imba kuhusu nini. Hawezi kuniambia mimi usiimbe sijui usitaje Yesu ama hawezi kunishauri vitu kama hivyo. Because mimi ninayo calling. Ila kwenye art is good. Na hahitaji darubini kujua kwamba kwenye art is good. Na hata yeye kuna vitu mimi when it comes to art anaweza kuniambia, akanirecommend kwa bwana kwenye kitu fulani. So tunaweza tukazungumza kwenye upande wa art, not kwenye my message. Hii ndio distinction ambayo watu wanashindwa kuielewa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo watu walinishauri, wengi wao akiwemo na yeye, ni kwamba okay, you've been singing for muda mrefu. Nao walinishauri kuhusiana na type of sound, the way, yani unajua nyimbo zangu kisikiza nyingi za tangu nyuma, kwa mfano sitabaki na nini, kwa naimba kwenye high pitch na vitu kama hivyo. So ni katika hali tu ya kawaida, na haimaanishi kwamba siwezi kuimba tena vile. Naweza, I can do that. Ila kuna ile kwamba mtu akikwambia kiart kwamba Joeli, masikio ya watu yameshasikia sana that kind of tone kwa muda mrefu. Kwa hiyo unapowapelekea kitu, watu wanaweza wakaneglect, sio kwa sababu unaimba kitu kibaya. Ni kwa sababu it's the same tone ambayo watu wamesikia kwa muda mrefu, na watu wana tabia ya kuzoea. Na watu wakizoea, wasipopata change kwako, wanatafuta watu wengine, watafuta kitu kipya, kwa sababu wanadamu naturally hawapendi consistency. Wasipopata kitu kipya kwako, wakapata kitu kile kile, they turn their ears to others. Wao utahisi wana ugomvi na wewe.
watu hawakuchukii. Yaani unajua watu tunaoimbia muziki hawakutanagi mahali pamoja kuamua kwamba kuanzia leo tusimsikilize Joeli. Hilo tu utakuta majority hawakusikiliza. Kwa nini? Kuna kitu common kinazungumza kwa wao kwamba okay, maybe the ears, yani masikio yetu, the ears zimeshachoka kusikia kitu kile kile. Kwa hiyo it was just mambo ya kiufundi na sio ya kiroho. Diamond Platnumz hawezi kunishauri mimi mambo ya kiroho, lakini mambo ya kiufundi. I'll tell you this one thing. Kwa nini walokole, naitwa walokole kwa sababu kwangu mimi ninatumia hilo jina kama ambavyo Yesu alivyokuja alikuwa anasema Mafarisayo na Masadukayo na wapiga, kwa sababu ni watu waliojaa hukumu. Utagundua kwamba kwa nini watu wanakuwa wakali waliposikia tu nimetaja hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Diamond hajaokoka. Yes. Lakini ni watu hao kila Jumapili wanakwenda kwenye kipindi cha redio yake kuenda kufanya promotion na nyimbo zao. Kwa nini wasemi hii redio inaitwa Wasafi? Wasafi ni ya Diamond ya kwa nini wanaenda pale? Unanielewa? Lakini namba 2, leo hii nataka nitolee mfano. Mimi kwa mfano Dazen, umoja wapo ya ndoto zangu na Mungu akinijalia ni lazima nizitimize katika maisha yangu, ni kuwa na media house. Mimi ninatamani kuwa na media house. Asa unataka kuniambia kwa sababu Diamond hajaokoka siwezi kuongea naye chochote kuhusiana na media house kwa sababu wakati yeye amesha achieve. Ina maana mimi nikikaa na yule mtu na akaniambia kuhusiana na habari ya media house ambayo mimi naitaka kuiachieve, hilo ni kosa? Unagundua kwamba okay, the same way ninaweza kuongea naye kuhusiana na media house, kuhusiana nini? Ndivyo ambavyo when it comes to ufundi, art, sio kuhusiana na huduma yangu mimi iliyoko ndani na message yangu, but when it comes to art, I can talk to anybody. Kwa hiyo tunaweza tukatofautiana mahali. Ndio maana brother, kuna ulimwengu mkubwa baada ya kurekodi. Ndio maana Wakristo hao wakimaliza kurekodi nyimbo zao wanaziweka kwenye mitandao, wanaweka kwenye Spotify, ambazo hizo Spotify sio watu waliookoka. Kuna watu wanawashauri jinsi gani ya kuhakikisha kwamba wanafikia audience kwa haraka zaidi, watu ambao sio waliookoka. Kwa hiyo sio kweli kwamba hatuwezi kushirikiana na watu ambao hawajaokoka. Ama ukitaja watu wana miskoti wanaibeba wakatoka na bango Joeli wimbo huu ameshauriwa na Diamond. Of course sasa nilikuwa najua kuna changamoto ya watu kubeba vitu na kuondoka navyo, lakini it is not him, ni majority ya watu ambao wanaweza kunishauri kwenye upande wa art, not kwenye upande wa kiroho. Kuna namna ambayo maybe ilikuathiri, ama wewe ukishaongea ukiweka kwenye social media roho yako inatulia kwa sababu unaamini ujumbe umeenda. Of course sasa unajua kwenye hiki tunachokifanya kuna mambo lazima ujiandae nayo. Unajua kuna vitu kama mwanadamu kuna vitu vinaumiza, lakini muda unapokwenda unatengeneza moyo fulani hivi kwa sababu unaelewa exactly. Ndio maana vitu vya msingi vya wewe unatakiwa wewe binafsi ujiulize. Usiweke tu kiburi lakini wewe ujiulize, kwenye hiki ninachokifanya bado niko kwenye njia? Na ndani yako kutasema tu, hakuwezi kudanganya. Yule Mungu aliyekupa huduma ndani utajua ndani kwamba unachokifanya huko kwenye line. Lakini pia watu wanaokuzunguka, you have a family, you have pastors, they will see, they will tell you kwamba kuna namna unataka kutoka, kuna namna you're there. Kwa hiyo ukijicheki hapo, ukicross check ukaona uko sawa, haya mengine una uwezo tu ya kuyatuliza tu, kwa sababu ndio faida na hasara za kuwa kwenye nafasi fulani kwenye jamii. Hauwezi kutritiwa tu kama mtu mwingine. Every action of yours people will judge. Watu watataka kusema kitu kwa sababu ya nafasi, not exactly what you've done. Now unapokuwa unapitia situation kama hizi, unajua kuna kila mtu ana namna yake. Kwenye maisha ya kawaida kuna mtu ataenda bar, kuna wengine wataenda gym, kuna wengine ataongea na mtu, kuna mwingine atachukua kifungu fulani hivi cha mstari wa Biblia then atasali. Wewe kwa kweli inakuaje kwenye maisha yako ya kila siku? Maisha yangu ya kila siku ukiwa uko stressed sana na vitu ambavyo watu wanavizungumza. Niwe mkweli, kama nilivyosema cha kwanza ni vitu ambavyo tayari nilishajiandaa navyo. Ni part and parcel of my calling, ni sehemu ya wito wangu. Kwa sababu ninajua namna nilivyoitwa ni tofauti na wengine. Kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi. Lakini cha pili, ninakuwa na activities. Mimi ni mtu najiengage kwenye mambo tofauti kama wanavyosema ya kijamii, lakini deep down kwanza ni kulinda prayer life yako. Kwa sababu mimi Mkristo, mtu niliokoka, ninaamini kabisa ya kwamba we deal with things from within. Tunajua tunadili na mambo kutoka ndani. So unalinda prayer life yako, una make sure kwamba you still get time to pray na kupambana na ile hali katika maombi, katika namna intimacy yako na Mungu. And then after that yanakuja mengine sasa ya nje. Unaweza ukafanya mazoezi gym, unaweza ukasikiliza music, unaweza ukaendelea na activities nyingine tu, kwa sababu kuna vitu lazima uvipunch wakisha havicontaminate moyo wako. Kwa sababu I'm telling you bro,
hasara ya haya mambo uwe yako kwenye jinsi gani moyo wako unaweza kuwa contaminated. Nikisema contaminated ni kama nitumie nini kusiwe. Yani jinsi gani moyo wako hauathiriki na hayo. Kwa sababu moyo wako ukishaathirika na hayo, ndo kuna namna sasa unaanza kuact different. Mwingine anaweza akasema anaacha, stuck tena kusikia ya mambo, unaona, au nikasema sasa niachane na hivi vitu. Sasa kwa mfano wakati mwingine unakuta watu wanadhani ni kama vile unafanya mziki wa injili kwa sababu hauna option. Hiyo hicho kitu. Na ndio maana kimekuwa kikinikwaza. Utagundua kwamba kuna maelfu na maelfu ya watu ambao you're blessing their lives, unaponya maisha yao, watu wanabarikiwa, watu wanamuona Mungu kupitia ujumbe wako, kupitia huduma yako, lakini kelele za wachache zinaweza zikakufanya ukawaignore hao wengi kwa sababu basi mimi naacha sifanye, kuna shida gani? So you need to be very strong. Unajitahidi kuhakikisha kwamba unakaa, una stay on purpose kwanza kwa ajili ya Mungu aliyekupa hicho kitu, kwa sababu mimi naamini kabisa ya kwamba I am still alive because of this. Yani niko hai kwa majira kama haya ili nimtumikie Mungu. Kwa hiyo it's not about maneno ya watu, it's not about watu. Yani hamna mtu anaweza kaongea chochote ambacho kikanifanya niseme leo naamka asubuhi sitaki tena kufanya muziki wa injili. Haiwezekani. Yeah. Pale gym inakuaje? Najua unafanya kwenye public gym. Vishawishi. Si unajua pia kuna namna ambavyo dada zetu wakiingia gym na zile nguo zao na nini, na pia labda kwa sababu wewe ni Joel, hatuwezi kusema direct, lakini kuna namna ambavyo pia na wenyewe wanaona kama kuna chance na yeye ajiweke hapo. Kwanza vishawishi viko kila mahali. Kila mahali bro, lakini pia ninajitahidi wakati mwingine gym ninaingia. Mimi kwanza napendelea kuingia gym wakati ambao hakuna watu wengi. Sio kwa sababu, lakini ni kwa sababu tu ya napenda kuwa wakati gym hakuna watu wengi na kusaidia kufanya mazoezi kwa uhuru zaidi. You're right. Kwa hiyo sikutani sana na watu, lakini kuhusu vishawishi brother, yani unahitaji tu kuvishinda. Yani kwa sababu hata ukisema barabarani tunakopita kaka wapi, yani kila namna. Usikizi dunia ya mitandao hii. Kweli. Watu wanakufikia kirahisi tu. Kwa yani kiukweli vishawishi tu unahitaji tu Mungu akusaidie kuvishinda na wewe mwenyewe kuwa na discipline, kujidhatiti na kusimamia malengo yako. Tutarajie siku moja Joel Lwaga atakuwa mchungaji labda. Uchungaji brother, mimi hapana, sijioni huko kwa sababu ninaamini kwenye nilichopewa mimi ni hiki cha kuimba, kumtumikia Mungu kwenye eneo hili, lakini pia uchungaji una mambo mengi sana. Mimi amepreacher kwa maana ya kwamba ninahubiri neno la Mungu, na mara kadhaa hata katika kanisa ninalosali nimepewa nafasi ya kuhubiri mara kadhaa. Huwa tu si posti sana mambo yanayohusiana na upande huo. Lakini uchungaji ni zaidi ya kuhubiri. Yani uchungaji brother unabeba mambo mengi sana. Jambo la kwanza ni kitu ambacho Mungu anakuamini kuhusiana na roho za watu. Hilo ni jambo kubwa sana. Maelfu na mamia ya watu Mungu anakukabidhi uwachunge, na you need to feed them every day. Kuwalisha neno, kuwatunza. Wachungaji brother simu zao huwa haziweki silent. Muda wote zikiita tu wananyanyuka. Kuna huyu sio anaumwa huko anakimbia, huyu huku hivi, huyu kazidiwa huku, huyu. Wana mambo mengi wachungaji. Ni kazi ambayo you need to be, yani ujitoe kweli. Lakini cha pili ni kazi ambayo unachunga watu wa aina tofauti. Yani brother, mimi nilivyo watu wananifahamu. Mimi niko strict kidogo. Sasa yani mchungaji unatakiwa ubebe watu ambao ni slow learners, wanaelewa kwa haraka, wepesi kusahau, wajuaji. Yani brother, unajua kuna watu wajuaji. Alafu wote inabidi wa control kwenye hiyo jamii yako na uwaweke kwenye mahali ambako wote utaweza kuwaongoza. Sio kazi rahisi. Nimeiona hiyo kwa sababu nimekuwa kwenye nyumba ya kichungaji. Lakini pia wachungaji brother, wakati mwingine they sacrifice a lot. Unahitaji kusacrifice sana, including your family. Ndio maana watu wanasema watoto wachungaji wengi ni wasumbufu ni nini? Ni kwa sababu most of the time ya maisha ya wachungaji wanayatumia kwa maisha ya watu wengine. Kwa wakati mwingine wanakosa hata time na watoto wao. Hiyo inapelekea pia. Lakini kingine brother, ndio hivyo kaka, mchungaji unapaswa uwe na kifua fulani hivi kaka. Sawa, mimi ni mwanaume na kifua naweza kutunza vitu. Lakini brother, wachungaji ni extreme. Wanatunza vitu vya watu vizito brother. Mtu anakuja ofisini kwa mchungaji kaka, mzee wa kanisa anayemwamini, anamwambia vitu vizito. Mchungaji inabidi avimeze, asimwambie hata mke wake. Yani si unaelewa? Yani kuna vitu wachungaji wanavibeba, they don't share even with their wives. Kwa sababu akishare na mama pale, mama naye anaweza kuwa na rafiki yake best, anaweza kumwambia kwamba usimwambie mtu na kuamini, akamwambia. Yule naye kumbe anayemwamini, yule naye anayemwamini, kila mtu anamwambia tu usimwambie. Nakuja Jumapili kaka, watu kanisa zima wanajua mzee fulani kuna jambo fulani alifanya. Wanakuwa na vitu vingi, wanabeba siri za watu, wanabeba na kiujumla hawaishi maisha yao. Kwa mimi sisemi kwamba ni wito,
lakini nikiuangalia binafsi, nina marafiki zangu mimi ambao nawajua, nikimwangalia naona huyu ni mchungaji. Yani huyu jamaa anaweza kabisa kuchunga watu, lakini brother mimi niko strict. Mimi siwezi kuvumilia ujinga. Mimi ni bumper to bumper, twende tukimbize kazi. Kwa hiyo kweli ni ngumu. Kuna wachungaji wengine ambao unawatazama na ukiangalia unasema huu sio wokovu. Hapana, I don't judge bro. Mimi si hukumu kabisa. Si hukumu kwa sababu Biblia inasema wewe ni nani umhukumuye mtumishi wa mtu mwingine? Watumishi ni wa Mungu brother. Mimi siko hapa kusema huyu ni mtumishi wa kweli usio wa kweli. Biblia yenyewe inasema acha magugu na ngano vikue kwa pamoja. And mimi ni nani kumnyoshea mtu kidole wakati mimi mwenyewe sijakamilika? Brother, mimi ninaposema mimi ni mtakatifu wa Mungu, sio mtakatifu kwa sababu matendo yangu 100% ni clean. Ni mtakatifu kwa sababu Biblia imesema mtakuwa watakatifu kama mimi vile mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu. Yaani utakatifu sisi wa Kristo kwa mujibu wa maandiko ni kipawa tumepewa na Mungu. Yaani ni Mungu amekupa zawadi ya utakatifu, amekutamkia. Kwa lile neno la kwamba wewe ni mtakatifu wangu, unalishika na unaliishi. Kwa hiyo halimaanishi kwamba hautakosea. Brother, kwenye maisha yetu ya kila siku kuna mambo tunayakosea, Mungu anaturehemu kila siku. Kwa hiyo sina mimi nguvu ya kumnyoshea mtu mwingine na kusema yule pale ule sio wokovu. Ninayaacha. Mimi ninachokifanya, mimi nafanya kile ambacho ninaona ni sahihi. Lakini kwenye kuhukumu hiyo namwacha Mungu na wao watumishi wake. Kama ambavyo na mimi mwenyewe ninayo cha kujibu mbele za Mungu kutokana na maisha yangu. So I don't judge. Wala utanikuta mimi nimeingia kwenye mitandao ya kijamii nikisema fulani sio hivi, fulani sio hivi. Sio kazi yangu kunyosha vidole. Kwa sababu ninaponyosha kimoja, vinne vinaniangalia na mimi. So kazi yangu mimi kila siku ni kujithibitisha mbele za Mungu. Lakini sio kunyosha wengine ama kutangaza na kuwashusha wengine kwamba sio. That's not my job. Very true. Katika hao marafiki zako ambao unahisi kama watakuwa wachungaji, Paul Clement ni mmoja wapo kabisa huyo. Oh yeah? Yani pastor kabisa. Nimeishi naye, Paul ni rafiki yangu, tumeishi kwa muda mrefu, tumekuwa yani kwa maana kihuduma. Yofozi alinitangulia kidogo na baadaye mimi nikaja, tukakuwa pamoja. Tuliishi sisi pamoja kwenye ghetto hivi kabisa, pambana na maisha kipindi kile. Kuna wakati tukarudi nyumbani kwa mzee Ruaga tukapewa hifadhi pale mambo alivyotupiga kitaa. Ndio. Kwa hiyo ni mtu tumeishi, tumekuwa kwenye mambo mengi. Na ninaujua moyo wake. Yule bwana ni pastor kabisa, ni mchungaji kabisa. Ni mtu ambaye level yake ya kuweza kubeba watesi ni kubwa sana. Mimi bro iko kitu kimoja. Yani ninaendelea kuichuchumilia taji wanasema. Lakini kuna ile level alionayo yeye ya tolerance ya mtu ambaye anamjua kabisa huyu mtu ni ananiponda, ananikandamiza, ananipigilia kichwani, lakini anaweza kaenda nayo, anaweza. Of course anaumia, ni mtu akiumia brother anaumia kweli. Mimi namjua maumivu yake ni muda mrefu. Mimi naweza nikaumia hapa kesho nikasahau. Lakini anaweza kaumia muda mrefu, ila ana hiyo tolerance. Kwa hiyo uchungaji sasa huwezi amini, sehemu kubwa sana ni hiyo. Kwa maana kuweza kuishi na kondoo wasumbufu. Yaani kwa sababu kuna kondoo vichwa vyao unatakiwa sasa uweze kuishi nao. Sasa Paul anaweza. Mimi kidogo changamoto. So wakati kabla mlivyoanza kuishi wewe na Paul kama marafiki, ni huu mziki wa gospel ndio uliokutanisha? Au kuna biashara nyingine ambazo mlikuwa mnafanya? Mziki wa gospel. Mimi na Paul tumekutana mimi nikiwa nimemaliza form 6. Na tulikutana wakati ambao mimi nilikuwa kuna kundi fulani Paul alikuwepo. Alafu wakaondoka hilo kundi wakaliacha. Hilo kundi lilikuwa linasimamiwa na mzee fulani mchungaji. So aka-recruit new member. Yule mzee aka-recruit new member. Okay. So new member walikuwa recruited ni pamoja na mimi. Okay. Alafu wakatujaza vitu fulani hivi kwamba yani sasa nyinyi ni hatari kuliko wale. Kwa kama kuna mshindani fulani. So ikatokea Paul alikuwa tayari ameshaanza kuimba mwenyewe. Tukaalikwa kwenye event moja ambayo sisi timu ile tukaalikwa, alafu Paul akaalikwa kama Paul, lakini akaja na majority ya ile timu. Okay. So hiyo siku ilikuwa kama karaivo fulani. So it's so funny jinsi ambavyo mimi na Paul tulikutana, kwa sababu mimi nikiwa ndani na test mic. Paul alikuwa nje, kabidi aulize huyu jamaa anaimba hapo ndani ni nani? Kwa sababu ya kipindi hicho kaka tulikuwa tukishika mic, tunaimba sana kwa sababu tunajitafuta. Kwa ukipewa hata kutest tu mic hivi. So Paul baadaye event ikaanza. Nikawa mimi kwanza kuimba na ile team. Tulipomaliza sasa uzuri Paul baadaye tulipomaliza yeye Paul ndo akanifuata akanisalimia. Sasa mimi naona mbona watu umejazwa chuki kuhusu wao, mbona kama ni watu safi. Kweli. Paul akanisalimia akaniambia bwana mimi naitwa Paul na nini, kama mimi nakufahamu. So tukawa marafiki kwanza hapa, akanialika kwenye event yake na we became friends from them mpaka leo. Ikitokea siku moja labda umealikwa kwenye let's say a concert
turudishe nyuma, labda kipindi kile kama Fiesta, ukapigiwa simu na ukaambiwa uje uperform. Hiyo ingewezekana kwako? Niseme hivi, kualiko kwenda kuimba kwenye event ya secular, kwangu mimi inategemea. Kwanza, siwezi kwenda kualiko kwenye event ya secular just because of money. Yani kwamba nimeenda kulipwa hela, nipige tu niimbe kwenye event ya secular nikaburudisha watu niondoke. Siwezi kufanya hicho kitu. Na kwenda kwangu pia kutategemea nasikia nini ndani. Nitakapopewa mimi binafsi, nina Roho Mtakatifu, ninaweza kusikia ndani kwamba nini niende ama nisiende, lakini pia nina washauri, nina wachungaji kama nilivyosema mwanzo. Na purpose ninaosema nini? Kuna mahali unaweza kwenda Mungu akakusukuma kabisa uende kwa sababu kuna mbegu anataka ipande katikati ya wale watu, na hiyo haitahusisha kabisa financial benefits. Haitahusisha kwamba ninakwenda pale ili nikachukue pesa. Haitahusisha. Na wakati mwingine itakuwa imebeba kabisa kwamba Mungu anataka uende pale ukaponye nafsi za watu fulani, ama kuna watu wanatakiwa kusikie tu wewe pale ili wasikie kuhusu Mungu. Kwa hiyo itategemea. For example, kuna watu wanaweza wakasema bwana, sisi tunataka hapa uje utubariki mtumishi wa Mungu, kabla hatujafanya kitu fulani useme. Kwa mfano, natolea tu mfano, kuna baadhi ya event zinafanyika ambazo sio za gospel, lakini wao wanaalika watumishi wa Mungu. Wanasema mtumishi uje useme neno, ama wachungaji wao wanaenda. Kuna baadhi ya wachungaji nafahamu wanakwenda wazungumze kitu, waseme kitu. It's a secular ground, lakini huyu mtu anakwenda kumrepresent Mungu katikati ya secular ground. Hachangamani na yale, lakini anaenda kusimamisha madhabahu ya Mungu pale. Anasema Mungu alichompeleka kufanya, ama anaimba Mungu alichompeleka kumfanya, na anaondoka. Narudia tena, hilo haliwezi kuhusisha fedha kabisa. Na siwezi kuchukua pesa mimi ya mtu wa namna hiyo, ama kusema yani hata labda yeye ndo asukumu aseme sadaka na nini na vitu kama hivyo, which is bado haina sababu. So sababu kubwa itakuwa ni msukumo wa ndani wa Mungu kunipa kwenda kufanya pale, na iwepo sababu. That's why hiyo ndio sababu mpaka sasa ninaweza kusema no kwa vitu vingi tu vya secular, na kuna ambavyo ninaweza nikasema ndio nikaenda kutegemeana na kusudi la mimi kwenda pale. Kwa hiyo itategemea na kitakachotokea. Yes. So mtu akisema let's say anatamani kufanya collaboration na wewe na anafanya mziki wa secular, alafu kwenye kitu chako ndani ya roho yako inakwambia ufanye kwa sababu kuna watu ambao maybe watapata ujumbe ambao wewe unautoa. Let me be honest, mimi nimefanya collaboration na mwimbaji ambaye anatambulika kama wa secular, anaitwa Barnaba. Na ni wimbo ambao watu wanaufahamu, unaitwa Sayuni, na umekwenda sana, na nilikuwa na sababu. Na niseme tu, mimi nilishaweka msimamo wangu tangu mwanzoni kwamba issue sio kufanya na msanii wa secular. Issue ni kuna kusudi gani ndani yake na tunaimba nini. Siwezi kuimba secular message, siwezi kuimba nyimbo za mambo ambayo sio hayahusiani na Injili, hayahusiani na neno, hayahusiani na ninachokiamini, hayahusiani na Yesu. So mimi mwisho wa siku tutaimba message ambayo nilionayo mimi, nilichopewa kufanya. Kama anaweza kuja, ambao bado hiyo sio lazima nifanye na kila mtu. Inategemea na mtu. Unaona, nilikuwa na sababu ya kufanya na Barnaba, na niliwahi kuisema huko nyuma kwamba Barnaba hata aliponifuata, na wakati ule nakumbuka alikuwa kuna vitu ameshare na mimi, na aliwahi kuonekana kwa jukwaa kadhaa akiimba nyimbo za gospel. Aliwahi kupanda pale Mlimani City akaimba nyimbo za Mboni Masongwe kwenye event ya gospel kabisa, lakini alipandishwa akaimba. Barnaba amekuwa akimtaja Yesu mara nyingi, na akisema kuna siku mimi nitarudi kanisani, kuna siku mimi nitarudi kumtumikia Mungu. So mimi kwangu kwa wakati ule nilipokaa naye na kumsikiliza, niliona iko haja ya kupanda mbegu kwa Barnaba na kumshika. Na ndio maana hata Barnaba kama anasikiliza hii interview anafahamu mimi sijawahi kupata senti 10 yoyote kutoka kwenye collaboration na Barnaba. Okay. Sijawahi kuchukua. Unajua kwenye mikataba ya collaboration kuna mawili, kuna either kulipana mkamalizana ama tukasainishana share. Si unaelewa? Sasa yule ni mtu ambaye pamoja na ukubwa wa ile nyimbo, Barnaba anajua sijawahi hata siku moja kutaka chochote kutoka kwenye wimbo, kwa sababu binafsi ilikuwa ni sadaka yangu kwenye maisha ya Barnaba na watu wa aina ya Barnaba. So haikuhusisha fedha. Kwa hiyo hata kama inatokea nafanya na mwingine, lazima pia kuna vigezo fulani vitimie, kuna vitu ni vipime, na ndani yangu kama ninavyosema tena, nipate msukumo. Sitaki kuwa kasuku, sitaki kufurahisha tu watu niseme sitaki kufa. Siwezi kusema tu mimi siko hapa kufurahisha tu, kuweka ukasuku ama kutaka watu waseme pale, waseme sasa wananipenda, huyo ndo mtumishi wa Mungu. That's not my thing. Ninasimamia ukweli wangu, ninachokisikia ndani. Mungu anaweza kunituma mahali ambako watu wasipende. Siwezi kusema na waogopa watu afu niache kumsikiliza Mungu. Hiyo haitawezekana. Unaona, lazima nitafanya kile kitu Mungu anachoniongoza. Na kama nilivyosema, hakitahusisha
benefits zozote za kifedha. Nimetolea mfano kama nilifanya na Barnaba. It has nothing to do with benefits za pesa. Very true. Ushirikiano wako na wasanii wenzio ambao wanafanya muziki wa gospel upoje kwa jinsi ambavyo unaangalia? Mimi nafikiri nashirikiana nao vizuri. Of course siwezi kuwafikia wote, hauwezi kuwa rafiki wa watu wote simply because mnafanya muziki wa injili. Sisi wote ni watumishi wa Mungu ndani ya shamba la Bwana, tuko hapo, lakini wachache utapata nafasi ya kukutana nao, wachache utapata nafasi ya kushirikiana nao. Lakini for the first 2 years mimi ni mtu ambaye nimehudhuria event za watu wengi, nimefanya shirikisho na watu tofauti tofauti, nimekwenda kwenye live recording zao, nimeshiriki kwenye majukwaa ya waimbaji wenzangu tofauti tofauti, nimeimba nao, nimerekodi nao. Nafikiri ushirikiano ni mzuri. Kuna wale ambao kuna muda mrefu hatujaonana, kuna muda mrefu hatujawasiliana, it happens, lakini wengi wao nafikiri tumepata nafasi ya kushirikiana. Yeah. Vipi wewe na Good Luck Gozbert? Fresh kabisa yani. Hatuna muda mrefu tu hatujaongea, lakini ni tuko sawa. Ni mtu ambaye is a brother, na kwa kipindi fulani tumekuwa tukiwasiliana mara moja, ni kwa nikimcheki, na mimi ni mtu ambaye huwa namcheki. Brother, uko salama, uko fresh, unaendeleaje? Tuko poa. Nimewahi kumshirikisha jambo fulani ambalo naamini inawezekana siku za usoni labda tukalikamilisha. Okay. Lakini mtu ambaye mimi huwa time to time namcheki na kumjulia hali. Kama wiki 3 zilizopita nilikutana na ujumbe mzito sana usiku kwenye page yako ya Instagram. Ni kitu ambacho sikukitegemea sana kutoka kwako. Lakini ni kama ulikuwa umevurugwa kinoma kwa jinsi watu walivyotafsiri kampuni ambayo unafanya nayo kazi ya distribution. Ukaamua kutufungulia jinsi ambavyo watu inatakiwa waishi na dunia jinsi ambavyo inaenda. Yeah? Ebu tuambie kidogo, ni kitu gani ambacho kilifanya sasa leo ngoja niwaambie? Unajua zile. Juzi hapa. Kiukweli lengo la kufanya ile video ilikuwa ni kwanza ni kuelimisha kwa sababu ya vitu fulani ambavyo vimekuwa vikiendelea, lakini kiukweli kuna baadhi ya watu pia waliona nimekuwa kama nilitumia nguvu sana. Lakini sometimes mimi nafikiri you have to use nguvu kubwa ili watu wakuelewe. Niliongea vitu ambavyo kwanza vinatoka ndani ya moyo wangu na nilikuwa ninataka waone hiyo expression. Lakini pili, mimi kwa sababu huwa sijielezei sana na kujibu sana tuhuma na maneno mengi, niliona let me use this time ni explain. Na nili-explain kwa sababu gani? Nili-explain kwa sababu ya kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yameshazungumzwa kabla, ambao wanasema uongo ukikaliwa kimya sana unageuka unakuwa ukweli. Kuna baadhi ya vitu unapuuza, lakini kuna vingine the more vinazidi kupuuziwa sana vinaanza kubadilika, vinaanza kufanania na ukweli, na watu wanasema mhusika mwenyewe pia yuko kimya. Kwa hiyo inawezekana ya mambo ni kweli. Kwa hiyo nimekuwa nikinyamazia vitu vingi ambavyo watu wanasema hiki, wanasema hivi, sasa ubaya wengine wanaongea vitu hawana hata knowledge navyo. Lakini pia nili-explain kwa ajili ya watu wangu, wale watu ambao wananitakia mema na ambao wamekuwa wakinisupport na kubarikiwa na huduma yangu kwa muda mrefu. Nilitumia muda ku-explain kwao. Lakini pia bro, hata Yesu mwenyewe kuna muda mambo yalikuwa yamezidi, yakaingia kanisani, akaona hapa siwezi kuambia tu amani iwe kwenu. Kaka alipindua meza kaka. Yani alipindua, akavunja vitu, akafunua. Kwa hiyo kuna watu wengine, kuna wakati mwingine inabidi tu wakati mwingine kuonyesha tu kwamba guys, this is not good. Hii sio sawa. Yani hii haiwezi kuwa hivi. Kwa hiyo ndio maana nilihitaji kuweka statement sawa, kufafanua nilivyovifafanua, lakini pia kwa sababu unajua baada ya pale kuna watu wengi walikuwa wananicheki, wananiambia yani brother bora umesema, kwa sababu kumtaani huku kuna watu wanasema hiki, tunajaribu kuwajibu, wanatuambia mbona wewe yule mwenyewe yuko kimya. Yani tunashindana na kitu ambacho hukuwahi kuweka statement. So nilihitaji kuweka statement ili kuiweka sawa na watu waelewe na kutoa elimu pale. Lakini kiukweli kabisa nilionekana kama nimevent out, ni kwa sababu ya ni hisia tu. Kama mimi ni mwanadamu, kuna wakati mimi ni mtu kabisa, pamoja na kwamba ni mtumishi wa Mungu, lakini kama mwanadamu kuna baadhi ya vitu vinakwaza na lazima uonyeshe kwamba jamani, sasa imetosha. Yani mmeshaenda nayo mpaka hapa sasa inatosha, ukweli ni huu na acheni kufanya hivyo. Kwa hiyo that's why. So explanation nilitoa ni nyingi, ni kuhusiana na mambo ya ufanyaji kazi ya chain nzima ilivyo ya production na usambazaji, ambao watu wengi hawaifahamu na hawajui kwamba hiyo chain haijalishi unafanya muziki wa aina gani, lazima uende nayo hiyo chain, yani hauna namna. Na ubaya ni kwamba waimbaji wengine, labda wenzangu wengine, labda waimbaji wa injili huwa vitu vyao vingine labda hawavifafanui sana,
ama watu hawavichimbi sana, kwa sababu mimi pia sio kwamba niliamka tu na kutangazia dunia jamani nimeingia Empire. No, nilipigiwa simu, watu wakanihoji baada ya kugundua kwamba nimeingia na hiyo kampuni Empire. Waliponihoji, nilipojibu, watu wakachukua ile interview na kuanza kuitafsiri vinginevyo. Sasa ubaya ni kwamba ile ilikuwa inakuja kama kusil kutokana na mambo kadhaa yaliyokuwa yametokea nyuma. Watu kuongea mambo mengi, sijui Joeli ameacha injili, Joeli sijui ameingia sio kwenye manini unayoyataja huko, Joeli vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sasa nilikaa kimya, nikaona sasa kwenye hii let me make it clear guys, kwamba jamani ninafanya muziki wa injili, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, this is my message, but the way mimi nitafanya hiki kitu, hapo ndo hamwezi kunipangia. Yani ambacho hamtaweza kupanga ni ufanyeje, kwa sababu mimi nina order, ninasikiza. Of course simaanishi kwamba ninawadharau, simaanishi kwamba maoni yenu ninayadharau, lakini haiwezekani ikawa kwamba wakati wote ninapaswa kuwasikiliza nyinyi watu wachache ambao mnaninyoshea na kuhukumu wakati wote na kuamua mnataka vitu viweje, wakati kuna majority ya watu ambao wanabarikiwa. Nina calling yangu, namna ninavyofanya, kuna watu nawafikia. Kwa sababu brother, ngoja nikwambie, kuna watu kwenye hii dunia frequency yao imekaa tu kwenye mdundo yani. Sisi unanielewa? Yeah. Hivi unajua brother, unaweza ukawa mfano kuna wimbo fulani unaweza ukawa ni mzuri sana, lakini kwa sababu tu aina fulani ya tune, kuna watu wanaelewa aina fulani ya muziki. Sasa kwa sababu waimbaji wa nyimbo za injili wanaogopa kufanya aina hiyo ya ninaposema music simaanishi message, inamaanisha aina hiyo ya genre, yani muziki fulani. Kwa mfano miaka ya nyuma, samani namtaja jina, lakini mwimbaji wa zamani Bahati Bukuku, ambaye force mmoja injili mpaka sasa hivi ni mchungaji, na maana sema zamani kwa sasa hivi ni mchungaji. Alikuwa anapiga mwendo wa reggae, ndio reggae kichekeze hawezi kusema, hakukuwa anayesema kwa nini anaimba hivi wakati ni muziki, anaimba Lucky Dube, anaimba Bob Marley. Kwa nini ukusema sio sawa kwa sababu anaimba Lucky Dube, anaimba Bob Marley? Yes. Kwa sababu Lucky Dube kuimba reggae haimzui Bahati Bukuku kuimba reggae, as long as Bahati Bukuku anaimba kuhusu Mungu, Lucky Dube anaimba kuhusu mambo mengine. Music type haihusiki, it's about message. Kwa hiyo na mimi niko hapo na niko ambako nimepashikilia kwamba ninaweza nikatumia aina tofauti ya mdundo as long as message yangu ni, na hii inasaidia kuwafikia baadhi ya watu. Kuna watu hawafikiwi na aina fulani. Mimi message yangu, mimi calling yangu bro, nimeitwa kwa watu wa ndani ya kanisa lakini na walioko nje ya kanisa. Sasa kwa sababu mimi ni mjumbe wa mataifa, wa watu wa nje ya kanisa, there is a way mimi natakiwa kuwafikia wale watu kwa namna tofauti ili kuhakikisha ninawapata. Ndio maana nitapeleka message yangu kwa aina fulani ya mdundo ambao mtu ukisikia sasa mbona kama mdundo fulani hivi, lakini unafaa kugonga club, lakini ndani yake anakutana na message tofauti. Kwa hiyo kuna vitu nilijaribu kuvi-explain, kuna vitu nilijaribu kuviweka sawa, and baadhi ya watu hawakuchukulia vizuri, lakini majority ya watu walichukulia vizuri. Kuna watu walihisi labda nimetumia nguvu sana, lakini nilisema tu kwamba kwa leo itoshe, angalau once for a while nikiisema hii na ikaeleweka na mstari ukaeleweka, ili kutokea hapa kama mtu anajaribu kuwaza chochote ajue basi huu ndio msimamo wangu, hivi ndivyo ninavyoamini, na si dharau maoni ya watu wala siwapuuzi, lakini siko tayari kubow down kwa wanadamu ambao wanataka uwe hivi. Hicho ndio ambacho mtabow down kwa Mungu tu alinipa huduma na maelekezo ya kufanya, na nitaendelea kukifanya. Unafikiri ujumbe ulienda vizuri sana? Simu zikawa nyingi. Ujumbe ulienda brother, ulienda na niseme tu nitoe pole na kwa wale ambao walikuazika, na niseme tu asante kwa wale ambao walielewa katika hiki ninachokifanya. Wasisahau tu kwamba kuna wakati naweza na labda niseme sikutoka tu from nowhere nikasema, nilishauriana hata na watu wangu nafanyana huduma kwa pamoja kwamba I need to say this, nahitaji kuweka hii sawa kwa sababu imechukua muda mrefu na inaanza kubadilika na kuonekana ni ukweli. Kwa mfano watu wanaanza kuongea ulivyosikia Empire iko inasambaza pia na kazi za watu wengine, watu wakaja juu bila kujua kwamba jamani hii haihusiani, yani kama tu unavyoona hizi YouTube hizi nini, uwezi kuona. Hatujaanzisha bado YouTube yetu ya Kikristo ambayo ina platform kubwa ambao Wakristo tu ndo wataingia. Waliwahi kuanzisha wakati fulani pia watu nafikiri lakini zilikosa nguvu. Sema mngewatenga watu wengi. Unanielewa? Na lengo la ujumbe sio kwa ajili yetu tu sisi kanisani. Ujumbe lazima wafikie mataifa yote. Kweli. Kwa hiyo kuna wengine walielewa vizuri, kuna wengine walichukulia vibaya, na nitumie nafasi hii kuomba radhi na kuwapa pole wale ambao
walipatwa kwa babaya, lakini that is my message. Hiyo message sitaibadilisha. Inawezekana uwasilishaji wangu kuna wengine walikuwazika, poleni, lakini that is, yani hiyo ndio ujumbe ambao, that is the message ambao nimeikusudia, na iko hivyo na ieleweke hivyo. Olodumare lile lilienda sana lile. Hivi una ngoma ambayo imezidi ukubwa hivi? Kwa ukubwa niseme Olodumare sasa hivi ni biggest. Na ni biggest kwa sababu sasa unajua, kwa mfano utofauti wa Olodumare na Sitabaki Nilivyo. Ama na Umejua Kunifurahisha ni miaka 6-7. Kwa hiyo watumiaji wa mitandao imeongezeka. Kwa ukiangalia in terms of numbers, Olodumare na namba kubwa kuliko wimbo wangu mwingine wote, kwa sababu hivi unajua, kwa mfano Sitabaki Nilivyo, yani mimi nilikuja kuweka Spotify sio na nini miaka 2 baada ya kuutoa. Kwa hiyo hata ukiangalia data zake wimbo mkubwa, lakini kwa Spotify hauko hivyo. Lakini ukirudi huku kwenye YouTube unaona of course 10 million, Umejua Kunifurahisha unakaribia milioni 20 YouTube. Kwa hiyo hizi nyingine nilikuwa bado naelewa, napata uelewa wa kuweka kwenye hizi mambo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Olodumare umenikuta wakati ambao sasa uelewa ni mkubwa, kila kitu kiko kwenye mpangilio, lakini pia idadi ya watu wanaweza kuwa na smartphone na kuingia kwenye mitandao imeongezeka. Kwa hiyo pia imepelekea kwa namba ukawa ni wimbo mkubwa zaidi wa kwangu mpaka sasa hivi. Hivi umeshawahi kupiga show Nigeria? Nigeria sijawahi kuimba, lakini nimewahi kwenda. Okay. Lakini Ghana ndiko ambako nilifanya. Ghana nilifanya event kubwa tu. Sana yani. Yani ilikuwa massive kabisa. Kwa sababu ya hii single Olodumare ama? Hapana, before that. Olodumare ya juzi tu hapo. 2022 mimi nimekwenda Ghana. Na nimefanya event Ghana. Accra. Hongera sana mzee. Asante sana bro. Sasa amna ni swali la kawaida sana, maana umekaa kama sasa unajua mtu akishasema sasa unadhani mashabiki zako ni age group gani? Swali zuri. Mimi nafikiri nina watu kutoka kwenye ages zote, lakini mainly vijana. Watu wa namna zote, kwa sababu ninapata feedback kutoka kwa watu wa namna zote. Watu wazima, wazee kabisa, watu wakati, lakini mainly ni vijana. Why? Kwa sababu kwanza vijana ndio watu wengi zaidi, kwa maana ya population, vijana ndio watu wengi zaidi. Lakini vijana, na mimi ni kijana, kwa hiyo kuna namna tunaelewana lugha moja, tunaenda sawa. Lakini pia nimewagusa zaidi vijana kwa sababu when they look at me, nina relate now. Yani hawaoni, yani unaona ni kama jamaa yule pale vile alivyo, ni kijana bado kama sisi, lakini amedevote maisha yake kumtumikia Mungu. Inawafanya wasione kwa sababu unajua muziki ulivyo. Bro, labda nitumie nafasi kuisema, inajua watu wengi hawajui. Watu hawako loyo kwa mtu. Hiki ni kitu watu wanatakiwa kukielewa. Sasa inazungumza kiufundi. Naomba wale wa ndugu zangu, sizungumzi kiroho. Niweke disclaimer, inazungumza kiufundi. Kiufundi kwa maana ya ki art, ki music, kwamba watu hawako loyo kwa mtu. Watu wako loyo kwa masikio yao na mioyo yao. They go for what is, wanachokipenda ndio wanakiendea, wanakuwa loyo kwa hicho kitu. Mwimbaji anayenisikiliza hapa ama artist yoyote ama do not think kwamba watu wako loyo kwako. Wewe huna watu. Because unahisi una watu kwa sababu kila siku unacho kitu cha kuwafanya waendelee kuwa na wewe. The moment you stop wapa hicho ambacho wanakipata sasa hivi kwako, ndio utajua kwamba huna watu. That is why kulikuwa kuna waimbaji wengi sana huko nyuma, as we speak right now, hawawaoni wale watu. So watu wanakuwa loyo kwa wanachokisikia. Sasa kuna muda inafika, growth inakuja wapi? Ndio hii sasa, growth inakuja pale ambapo watu wanakusikiliza, wanamaliza sasa kwenye kile unachowapa, unaanza kutravel na age yako sasa. Ndio maana kuna wanamuziki utawakuta sasa hivi, wewe unahisi nyimbo zao zipigwe kwenye redio, lakini akiandaa event yake mahali, kuna watu wake wa age yake, wale ambao yani sasa unanielewa sijui, wametravel naye. Ndio. Unanielewa sijui, wataenda kwenye kitu chake. Kwa sababu atawakumbusha vile ambavyo walikuwa wanafanya. Watawarudisha kwenye ile memory na kwenye ile watawarudisha. Kwa hiyo wale watu wanakuwa wametravel naye. Maana yake nini? Unaposikia mtu anasema
si ni legend, si nini. Maana kuna watu wakitwa legend hawataki. Kwa sababu legend ni mtu ambaye amesha accomplish kitu, ameshapita, ameweka legacy, ndio inamtengeneza kuwa legend. Amepita, alafu kuna watu wengine wako pale ambao wanaendana na kizazi kilichoko hapo. True. Unaelewa sijui. True. Kwa hiyo nasema hivyo nikimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba unaporelate na watu kwenye mziki, unarelate nao kwenye vitu vingi, unarelate nao kwenye lifestyle, unarelate nao kwenye maisha yako ya kila siku unavyoishi. Yani unarelate nao in more than music. Ndio maana kuna baadhi ya watu, yani ndio maana kuna vitu kwa mfano ambavyo watu hawaelewi ninaposema kwamba mimi siwezi, itabidi nivae kama vijana. Lengo sio kutaka kuonyesha mimi sio mshamba. Lengo ni kurelate nao. Kwamba there is nothing, hufanyi cha ajabu my friend. Usijue kadhani kwa sababu umpige hiyo jinsi lako basi inakustahili tu uishi maisha ya ovyo. No, unaweza ukapiga jinsi lako fresh ukawa hivi na bado ukakaa. Kwa hiyo mtu anaposikiliza mziki wangu ana relate na maisha yangu. Ananiona huyu ni mtu anachoniambia ni kitu kweli anakiishi yuko sahihi. Tunakuwa tuna relate. Kwa sababu hiyo lugha mzee akimwambia kijana haelewi. Anaona wewe mzee umeshapitwa na wakati. Unataka tu kuniambia kwa sababu ushachezea ujana wako. Umepita ndio maana unaniambia okoka, acha hiki, nyoka. Lakini kijana mwenzangu akiniambia ambaye tuko wote hivi, unaelewa. It makes sense kwa sababu huyu jamaa tuna relate. Ndio maana kuna baadhi ya vitu tunajaribu ndio maana sana nina relate zaidi na vijana. Nina relate sana. Kwa mfano kuna baadhi ya Gen Z mimi wanahisi ni mwenzao. Lakini mimi sio Gen Z. Unaona? Kwa sababu tu kuna namna ukivaa jeans tu hivi labda kubwa kama hili langu hapa. Kuna Gen Z wanahisi mimi ni mwenzao na hivi mwili nimepungua mwili na nini nimepiga mazoezi nini. Wanahisi mimi ni Gen Z. Lakini mimi ni millennial. Sio Gen Z kabisa. Ila uweze amini kuna madogolasi hapa wa 2000 na ngapi. Wanahisi jamani mwenzetu tu yani. Na wananisikiliza wana relate but mimi sio kwa age wise sio mwenzao lakini tumerelate. Very true. Very true. Kuna namna hapa the way ambavyo ulikuwa unaongea imenifanya nifikirie ulivyokuwa chuo ulikuwa unasoma nini? Nimesoma economics. Nimesoma BA in economics. Mimi ni mchumi kabisa brother. Mambo mazito yani. Ndio maana masuala ya branding unayajua vizuri sana. Joel, mimi nakushukuru sana for your time. Tutarajie nini kutoka kwa Joel Lwaga siku za karibuni? Siku za karibuni kwanza tuna latest song ambao tumeitoa inaitwa Saa Hii. Hiyo kama mapiano fulani hivi ya gospel. Naomba msipate shida jamani ya mdundo. Message bado ni injili. Saa Hii ni wimbo wa ushuhuda, ni mtu anaojaribu kuelezea na mambo Mungu amefanya, amemtoa kwenye yani kilibaki kimstari kidogo sana mtu atumbukie. Ni wimbo ambao unahusika na maisha ya watu wa kila siku. As we speak kuna watu ambao ilibaki kidogo waangamie maana ya uhai. Na mtu daktari alishasema kabisa huyu hawezi ishi. Unaona kuna mtu hapa tunavyoongea ilibaki kidogo benki ichukue vitu ndani, alikuwa na mkopo afu dakika mwisho Mungu akafanya namna. Kuna watu sijui yani kuna mambo ambayo yalishatokea ambayo ilibaki kidogo waaibike, wapotee, wengine wafe. Unaona kuna watu walikaa kwenye ndoa miaka mingi bila kuwa na mtoto, wakasemwa na kusema lakini dakika ya mwisho Mungu akawatendea. So ni wimbo wa mtu ambaye ilikuwa almost yani ilibaki kidogo mambo. Ndio maana kuna verse pili nasema ilibaki kidogo ni aibiki. Ni wimbo kwa kuna mwingine anaweza sielewe lakini kwa wale ambao wameelewa ni kwamba ni mtu anayemshukuru Mungu kwa ile it was almost yani ilibaki kidogo niangamie. So that's our song na inafanya vizuri na soon tuna drop video yake. Nafikiri itakuwa moja wapo video kubwa kabisa kwa kutokea kwenye muziki wa injili. Ninamwamini Mungu hivyo katika video hizo za kushoot. Kwa namna ambavyo tumewekeza nguvu hapo na Mungu ametusaidia tumeweza kufanya kitu ambacho kiukweli ni kikubwa. Watu wa ready kitakuja kitawabariki watu wengi. So video yenyewe tu inakuja ikiwa yani ni kama wimbo mwingine, yani inahitaji yani tayari ni kitu kipya. Lakini pia nina collaboration kubwa sana ya kimataifa, very big one ya kudrop ambao actually mimi ndo nimeshirikishwa. I'm so excited kiasi kwamba sio mimi niliyemshirikisha lakini ni mtu anishirikisha ambaye imagine mwimbaji ambaye wewe ulikuwa unamuwaza ama umewahi kumdm mwaka 2018. Bwana afaje kukujibu brother. Alafu baada ya miaka 7 bro anakujibu anakucheki. So akucheki ili ya kujibu, anakucheki ili yeye anaanza kukutafuta wewe sasa. That was so amazing. Na inakuja ni kubwa na watu wakiona wanasema yes. Inatoka nchi gani? Ni Mkongo lakini anaishi Marekani. Okay. Amefanya huduma yake South Africa sana lakini sasa hivi anaishi Marekani. Kwa sasa hivi tunaishia hapo. Yani tuishie tu kwa hiyo kodi. Wanaoelewa hiyo kodi wataifungua lakini inakuja and it's so big.
na hiyo ndo tutafunga nayo mwaka, very celebration song kubwa ya kumshangilia Mungu na kwa ajili ya holidays. And then mwakani 2026 jamani. Ndiyo. Yani kama ndo nazaliwa upya. Bwana. Una drop nini na nini? Yani tuna album, tuna EP, tuna event of course kama ile nyingine Jitu Experience kubwa. Tazunguka mikoani. Yani 2026 jamani. Ni kubwa sana. Watu waendelee kuwa na sisi, watu support, watu ombee na wasimame na sisi, vitu vikubwa vinakuja. Jitu Experience imeenda poa sana Sana tunamshukuru Mungu kwa kweli. Haikuwa rahisi. Okay. Leaders mzee, alafu mweka kiingilio, alafu ilikuwa ni one man show, ilikuwa mtu mmoja tu bila watu wengine. Kiukweli namshukuru Mungu, ilikuwa njema sana. Nilitamani tu haikuwa kuwatenga wengine, lakini ilikuwa ni kitu sijawahi kufanya. Sijawahi kuwa na kitu cha peke yangu kujaribu kuwakusanya watu ambao tukaimba nyimbo zote. Ilikuwa ni kama safari yangu tu ya kuelezea nilikotoka mpaka siku ile nilipofika. Na hizo nyimbo tumezirecord na zimeshamaliza kutengenezwa, nazo tutazidrop, zitakuwa YouTube pale. Kwenye safari yako ni kitu gani ambacho hautakaa usahau, ambacho kilifanya mpaka uka give up kabisa? Naomba nitaje viwili vinafanana. Hata vitatu vinne inaruhusiwa. Karibia ku give up brother, nimewahi kuisema huko nyuma, niliwahi kutolewa studio. Niliwahi kutolewa studio, nina jamaa wangu tuliazima studio jamaa kurekodia. Sasa yule mwenye studio akaingia hapa akanisikia ninavyoimba, akamwambia yule jamaa, wewe unapoteza muda na mtu ambaye hawezi kwenda kokote, hawezi toka. Wakaniita pale bro. Yani hakunificha, aliongea mbele yake na mimi akaniita, akaniambia brother, hebu unajua ile yani unabaki unakuwa unacheka huku unalia, yani unakuwa na sura fulani ya kati, unahema kwa nguvu, hauelewi, alafu unaweza ukachukua chochote, yani unaweza ukanyanyua kitu ambacho hata sio chako kwa sababu unatafuta pa kushika ili unatokaje, unajua ile jamaa alimtoa yani hivyo. Lakini pia kuna siku niwahi kwenda kwenye radio station kutambulisha Stabaki nilivyo, radio moja ya dini. Akaja meneja wa ile radio akasema, unafanya kitu kizuri bro, unaimba vizuri sana. Ndio hivyo, of course hautapokelewa vizuri kwa sababu hii style haijazoeleka hapa. Kiukweli watu hawatakupokea, lakini usikate tamaa, utapokelewa bro. Yani nilitoka pale sasa nifanye. Ulimpigia nani? Ulimpigia nani simu? Kwa maana baada ya pale yani nimwambie nani hichi kilichotokea? Of course rafiki yangu wa karibu na washikaji wengine bwana, leo bwana hapa nimeambiwa hii kitu haiendi kokote, lakini ndio hivyo, mnatiana moyo. Na vitu kama hivyo bro inaenda. Story yako inafanana ya mwisho nikiwa chuo. Tuliwahi kurekodi nyimbo nikaifanyia mixing mwenyewe. Tulikuwa kwenye studio fulani Mbeya huko. Ile nyimbo si kama ipo mpaka leo kwa sababu ilikuwa kwenye zile nani za zamani zile ambazo siku hizi si kama zipo. Lakini tulitengeneza, yani tutengeneza nyimbo nikaimix. Ile nyimbo bro ilikuwa inasikika vibaya sana, huwezi amini. Na watu hawakunificha nilivyoituma kwa washikaji huku watu wanipigia wanacheka, bro vitu gani hivi? Nyimbo mbaya. Lakini mtu mmoja tu poa akaniambia, bro usidharau mwanzo wako mdogo. Yani wewe you never know bro. Na kweli bro mambo yakawa. Watu wengi wana stories za hivyo za kukatishwa tamaa. Kweli. Lakini na hizo ni lazima ziwepo ili kukupush na kukupush kwenda. Ni lazima ziwepo. Zisipokuwepo hizo maana yake hauna impact. Lakini kama una impact hizo lazima ziwepo. Unaogopa nini sana kwenye maisha yako kwa ujumla? Naogopa kuto kulitimiza kusudi la Mungu. Nikisema kusudi brother namaanisha kwa upana wake. Yani ninaogopa sana kwa sababu kama nilivyokuambia mimi naamini hata kuwepo kwangu hai Mungu amenipusha na vingi kwa sababu ya hii calling aliyonipa. Yani kwa mfano leo brother, kitu ambacho nataka nikwambie na ambacho watu hawajui. Yani pamoja na kupenda ninachokifanya, pamoja na kumpenda Mungu na kupenda huduma ninayofanya, lakini mimi ni mtu ninayeamini sina maisha mengine zaidi ya haya. Yani kwa maana huyu Joel unayemuona leo mtumishi wa Mungu, pamoja na kwamba brother nina vipaji vingi, nina vipawa vingi sana Mungu kanipa na watu wanaonizunguka wanajua, lakini I cannot switch na nikaamua leo kwamba mimi sitaki kumtumikia Mungu alafu nikafanikiwa kwenye mambo mengine. Yani unanielewa, niko hivyo, nitafanikiwa. Of course mimi nafanya, kuna biashara sasa hivi nafanya, kuna vitu vingine nafanya, lakini havifanyi niache hiki ninachokifanya. Yani hiki ninachokifanya sasa hivi, hicho ndicho msingi wa maisha yangu. Kwa hiyo ninaogopa sana kwa sababu yoyote ile, aidha ya maneno, aidha ya kusakamwa, aidha ya mimi mwenyewe tu kutokuona vitu haviendi, aidha ya kukatishwa tamaa na vitu. Ninaogopa sana kuacha hiki ninachokifanya, and I won't stop brother, kwa sababu this is what ndicho ambacho kinaniweka hai. Una talent gani nyingine? Brother mimi nacheza mpira. Acha.
Namba ngapi? Bro, mimi striker. We. Mimi timu yangu watasikia interview hii. Mimi wanaita Haaland. Tunacheza Mikocheni hapo Jumapili. Bro, mimi natupia sana. Lakini pia nilosoma nao level wanajua nimecheza mpira sana. Advance nilicheza sio sana lakini nimecheza. Chuo sikucheza kabisa. Na walikuwa wananijua chuo walikuwa paka wananiletea viatu. Nacheza mpira lakini pia brother, talent yangu nyingine ambayo sijawahi kuipractice. Nahisi mimi ningeweza kuwa mtangazaji mzuri pia. Nahisi yani sijawahi lakini nahisi ningeweza kuwa ni kitu ningesomea au ningefundishwa, ningekaa na watu, ningepata fursa, ningeweza kuwa mtangazaji mzuri nafikiri, lakini pia MC naweza mimi kuwa kabisa. Ni ile tu kwamba sasa sijavi practice. Lakini pia ninaweza kuwa public speaker, mtu mzungumzaji, unaona. Lakini pia kuna wakati kuna interview moja nimeona inapita pia hapa katikati watu wana kwa maana ya kwamba mimi ningeweza kuwa pia politician. Very true, ningeweza kabisa. Na nina marafiki politicians ambao walikuwa wananipaziu muda mrefu na kuniandaa kwamba unapaswa kuwa mwanasiasa siku moja, lakini naambia hiyo sio calling yangu. Unaweza kuwa comedian pia. Sasa hiyo ni kazi. Katika kitu ninakiheshimu ni comedy brother. Kwa sababu comedy brother unapata majibu yako hapo hapo. Ni kazi ngumu sana, especially stand up. Very ngumu sana. Yani watu wa comedy mimi wanawaheshimu. Lazima uwe talented sana, uwe na akili nyingi. Kwa sababu bro, mimi nikiimba, unajua mimi nikisimama nikiimba, nyinyi hata huku msipoelewa mimi naweza kuburudika mwenyewe. Yani naweza nikaenjoy na music ile nikaimba. Ila comedy brother, huwezi kusema mimi najiburudisha mwenyewe hata kama mcheke. Ni lazima watu wacheke. Yani so design kama unaziangalia sana comedy. Naangalia comedy. Naangalia sana watu wa comedy. Ukiachana na hapa Bongo, maana tunaweza tukatengeneza kwa nje ya mipaka ya Tanzania. Who's your favorite? Kuna mtu anaitwa okay, mimi niangalia kidogo zamani. Kipindi cha kina Will Smith nimeangalia. Kuna huyu anaitwa baseball anaitwa nani, Mouth, Nigeria, sio nafikiri. Anaitwa Basket Mouth. Basket Mouth. Lakini huyu South Africa namwangalia pia. Anaitwa nani, South Africa anaishi Marekani, anaitwa nani? Trevor namwangalia. Of course Kevin Hart pia, the greatest namwangalia, lakini sio ile sana, ila naweza kuwatch hizi vitu. Kuna mwingine Chris nani sijui, kuna tofauti naangalia. Chris Rock naangalia, lakini I love comedy. Yo bro, nimegundua kama tukikaa hapa tutamaliza. Na hivyo umesema kwamba watu wanakuona kama unaweza kuwa politician, unaweza kuwa una chance ya kuongea. I hope siku moja pia utakuwa mchungaji. Hapana. Hautaki kabisa kusikia hiyo. Yo bro, thanks so much for your time. Na nimefurahi sana kukaa na wewe leo kwenye Dazen Selection. Na tunakutakia kila la heri. Shukrani sana. Mountain Line wako hapa anafanya production noma sana. Okay. So kwenye event yako hiyo ya next year 2026 lazima tuje tufanye kazi. Sawa kabisa bro. Thanks. Asante bro. Asante kwa kutazama Dazen Selection. Joel Lwaga ndo ambaye tulikuwepo naye leo. Till next time, we out.